ACT Wazalendo. Naona dogo Mfaume amewachangamsha Hata wale waliokuwa hawataki aje wamechangamka, au sio? Safi sana. Kwanza niwashukuru sana. Najua hali ya hewa ya leo haikuwa nzuri sana. Toka mchana tumekuwa na mvua na sasa hivi mnaiona imetinga tena. Tumekuwa na mvua kubwa sana. Nimetembea maeneo ya Katubuka, Machinjioni. Kuna madhara makubwa sana ya mvua hii ambayo imenyesha leo. Kwa hiyo mazingira yetu ndio hayo, kwa sababu tuko Kigoma. Kigoma ni eneo ambalo ina mvua nyingi sana. Kwa hiyo kilichotokea ni sehemu ya hali ya halisi ya kimazingira katika mji wetu. Lakini nyinyi ambao mmeweza kukubali kutojali mvua na kuweza kuwepo hapa kwa ajili ya mkutano huu, napenda kuwashukuru sana. Na Mungu awabariki sana. Lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa mara nyingine kwa wanawake wa ACT Wazalendo katika jimbo la Kigoma mjini kwa kunisindikiza leo kwenda kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba ridhaa ya chama chetu ili niweze kuwa mgombea ubunge kupitia ACT Wazalendo katika jimbo la Kigoma mjini. Nawashukuru sana. Ndugu zangu, ninafahamu tumepita kwenye nyakati ngumu sana. Ninafahamu kwamba mwaka 2000 kwamba tumegongwa na nyoka mara 3. 2019, 2020, 2024. Tusikubali kugongwa na nyoka mara ya 4. Mara 3 inatosha, au sio? Hatutakubali tena katika uchaguzi wa mwaka 2025. Nimechukua fomu kuomba ridhaa ya chama kuwa mgombea wa ubunge katika jimbo hili na kuwa mbunge baada ya tarehe 26 Oktoba katika jimbo hili, kwa sababu ninaamini watu wa Kigoma mjini na watu wa mkoa wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla wanahitaji sauti madhubuti ya kuwatetea, ya kuwasemea na ya kuwazungumzia. Na sauti hiyo bado Mwenyezi Mungu amenipa. Ninao uwezo, ninayo nia na ninayo sababu ya kuendelea kuwa mtetezi wenu kama wana Kigoma mjini, ya kuendelea kuwa mtetezi wa watu wa mkoa wa Kigoma na kuendelea kuwa mtetezi wa Watanzania kwa ujumla. Lakini Utanzania, Ukigoma kama mkoa unaanzia hapa kwenu Kigoma mjini. Ndio maana lazima tupate ridhaa yenu. Nachotaka kuwaahidi, nipo tayari kuwaongoza kulinda demokrasia yetu. Nipo tayari kuwaongoza kulinda thamani ya kura yetu. Nipo tayari kuwaongoza kuhakikisha kila kituo cha kupigia kura
kura ambazo zimepigwa kwa diwani wa ACT Wazalendo, kwa mbunge wa ACT Wazalendo, kwa rais wa ACT Wazalendo, kura hizo zinalindwa na tutazilinda mimi na nyinyi, au sio? Mpo tayari? Mpo tayari? Tuna kazi bado ya kufanya. Mji wetu umerudi nyuma. Jana nimekutana na wazee wa mji pale Ujiji. Nimewaambia wakati tunaondoka kwenye halmashauri, wakati tunaporwa manispaa ya Kigoma, tulikuwa tumeandaa nyaraka mbili muhimu sana. Moja, tulileta wataalamu kutoka nchi ya Korea ambao walitengeneza mfumo wa maji ya mvua katika manispaa yetu. Walitengeneza na wakafanya upembuzi yakinifu ambao ulihitaji utekelezaji tu. Leo hii nimepita Katubuka, nimekwenda Machinjioni, wiki iliyopita nilipita Gungu. Mji mzima umegeuka kwa mji wa makorongo, kwa sababu waliochaguliwa au waliopewa udiwani baada yetu hawakuhangaika na matatizo ya mji wetu, walihangaika na matatizo yao ya matumbo yao. Walidhani miaka 5 ni mingi sana. Miaka 5 imekwisha. Mwezi ujao madiwani wote wanaondoka rasmi. Mwezi wa 10 tunaingiza madiwani wapya. Sisi hatuna kazi kubwa ya kufanya. Tunaenda kunyofoa zile nyaraka tulizofanyia kazi na kuanza kuzitekeleza ili mji wetu uweze kuwa mji salama. Tufukie hao makorongo, tuyaondoe. Watoto wetu wapite kwenye mitaa na barabara salama. Magari yapite kwenye mitaa tukiwa salama. Wananchi wa Kigoma, sisi tumeondoka manispaa. Tumeacha mradi wa ujenzi wa barabara za mitaani kwa njia ya pavement blocks kilomita 42. Watu wa CCM wamekaa miaka 5 hawajaweza kutekeleza hata nusu hata robo kilomita. Mji wetu bado uko vile vile. Miaka 5 ya misimu ya mvua imeuharibu zaidi mji wetu. Tunataka turudi ili turejeshe hizo kazi ambazo CCM wameshindwa kuzifanya. Walikuwa na wenye vitu wa mitaa wote wao, walikuwa na madiwani wote wao, walikuwa na mbunge wao, walikuwa na baraza la mawaziri lao, walikuwa na rais wao, lakini wameshindwa kabisa kuendeleza mji wetu. Ni wakati wetu kurudi kwa ajili ya kuendeleza kazi hiyo. Lakini zaidi ya hizo sababu za Kigoma, tuna sababu za kitaifa. Tunataka turejeshe hadhi ya bunge. Tunataka turejeshe mijadala ndani ya bunge. Tunataka kurejesha kuisimamia serikali kwa namna ambavyo serikali inapaswa kusimamiwa. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anatoa taarifa ya ukaguzi kila mwaka. Hakuna kazi inayofanyika. Mimi pamoja na wengine wanaogombea kupitia ACT Wazalendo, kina Kiza, kina Frank Ruhasha, kina Masabo na wengine wengi, tunataka ndani ya Kigoma na nje ya Kigoma, kina Mtutura, kina Mchinjita, kina Bonifasia, kina Ado na wengine wengi, tunataka
tukarejeshe heshima ya bunge. Tunataka kwenda kulirudisha bunge kwa wananchi. Huwezi kulirudisha bunge kwa wananchi kama wabunge wataendelea kuwa wabunge wa CCM. Huwezi kulirudisha bunge kwa wananchi kama mgombei kwenda huko bungeni. Ukisusia kugombea ubunge, maana yake hilo bunge litabaki. Haya ni mambo ambayo tumeyasema wazi wazi, kwa sababu tunaamini mambo haya yanahitajika kufanyika. Tunaamini tulikuwa tumepiga hatua kubwa huko nyuma mpaka mwaka 2019 na 2020 na 2024 ndio mambo yakaharibika zaidi. Watu wa Kigoma, nataka niwaambie, hii sio kazi nyepesi. Kazi ya kufanya mageuzi sio lele mama. Sisi watu wa Kigoma tuna historia hiyo. Tuna historia ya wazee wetu. Wengine wametangulia mbele ya haki. Wengine ni wagonjwa hivi sasa vitandani kina mzee Kasisiko. Na wengine bado wapo wanatupa ushauri. Na vijana nao wao sasa wamekuwa wazee. Kwa sababu Shabani Mambo ambaye mmemwona hapa, yeye alikuwa kijana wakati huo. Wakati kina mzee Menge, kina mzee Kasisiko na wengine. Sasa hivi naye amekuwa mzee. Wazee wetu walipambana kuhakikisha tunakuwa na mfumo wa vyama vingi, tuna uchaguzi huru na haki. Walifungwa, waliumizwa, wengine wakapewa ulemavu wa kudumu. Sisi tutakuwa tunafanya usaliti wa hali ya juu iwapo tukiyakimbia hayo mapambano. Ndio maana tunaingia kwenye uchaguzi huu kupambana kulinda heshima ya kila kura, kupambana kulinda hadhi ya kila mpiga kura, kuhakikisha ya kwamba heshima ya kura ya Mtanzania inarejea. Na hii ndio kazi ambayo tunakwenda kuifanya. Lakini hii ndio kazi ambayo naomba watu wa Kigoma tushirikiane kuifanya. Hii ndio kazi ambayo naomba kila mmoja wetu tupambane kuhakikisha tunaifanya. Tuna uwezo wa kuwa na kanuni bora za uchaguzi. Tuna uwezo wa kuwa na sheria bora za uchaguzi. Lakini uchaguzi ni zaidi ya sheria. Uchaguzi ni zaidi ya kanuni. Uchaguzi ni dhamira. Pasipokuwa na dhamira ya kisiasa, hapawezi kuwa na chaguzi huru na haki. Tunachokitaka ni hiyo dhamira. Mnaweza kuwa na sheria nzuri sana, lakini kama dhamira ni mbovu, sheria zile hazitaheshimiwa. Na mnaweza kuwa na sheria mbaya sana, kama dhamira ni njema, sheria zile wataziweka pembeni na kutenda haki. Tunachokitaka ni kujenga taifa ambalo tunasikilizana. Taifa letu hivi sasa hatusikilizani, tunazomeana. Kila mtu anashikilia misimamo yake. Hakuna mtu ambaye anaangalia ni jambo gani sahihi. Watu wanaangalia nani yuko sahihi. Kiingereza wanasema kwamba jambo gani sahihi, what is right. Na mtu gani, nani yuko sahihi, who is right. Tunahangaika na who is right, nani yuko sahihi, na badala ya kuhangaika na nini ni sahihi. Tusiposikilizana, tusipokaa mezani na kuelewana na kuzungumza na kukubaliana, tutakuwa taifa la hovyo sana. Na ndio hali ambayo tunayo hivi sasa. Watu wa Kigoma, nataka niwahakikishie, viongozi wa chama cha ACT Wazalendo hawajali nani yuko sahihi, wanaangalia nini ni sahihi. Hawajali who is right, wanaangalia what is right, ili tuweze kuwa na mifumo mizuri ya kiuchaguzi.
tuweze kuwa na mifumo ambayo watu mtachagua viongozi wenu na viongozi mliowachagua watatangazwa kama ilivyokuwa kabla ya mwaka 2019, kabla ya mwaka 2020. Na haya ndio ambayo tunayataka. Tunataka watu wakae, vyama vya siasa vikae, tuangalie nini ni kitu sahihi cha kufanya ili nchi yetu iweze kwenda pamoja. Si tumemaliza uchaguzi wa serikali za mitaa hapa. Tunataka tuyazuie hayo mambo. Lazima tujenge taifa la watu wanaosikilizana. Na wajibu huu sio wa ACT Wazalendo peke yake. Wajibu huu ni viongozi wote wa kisiasa katika nchi yetu. Viongozi walioko upinzani na viongozi walioko chama tawala. Na huko chama tawala, wajibu huu wa kuhakikisha tunajenga taifa linalosikilizana unamwangukia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lazima aweke mazingira ambayo viongozi tunasikilizana, tunakaa, tunazungumza, tunatatua kasoro zilizopo. Sote ni Watanzania. Hatuwezi kuendelea kuwa na taifa ambalo kila ukifungua redio unasikia fulani katekwa, kila ukifungua kwenye mitandao fulani ametekwa. Haiwezekani. Hatuwezi kujenga taifa lilojawa hofu. Na sisi ACT Wazalendo tunataka tuondoe hili. Lazima tujenge mshikamano wa kitaifa, hasa katika kipindi hiki kama cha uchaguzi. Uchaguzi ni zoezi la kujenga mshikamano wa kitaifa, na hii ndio kazi ambayo ACT Wazalendo inataka kuifanya. Hii ndio kazi ambayo tunataka tuhakikisha kwamba inafanyika. Kuliundwa hapa timu ya kuangalia utendaji wa jeshi la polisi na haki jinai kwa ujumla. Chunguza, ameunda task force. Polisi wanajichunguzaje wao wenyewe? Lazima kuwe na chombo huru ambacho kinawachunguza polisi kama sehemu ya kurejesha imani ya watu kwa jeshi la polisi. Na haya ndio mambo ambayo ACT Wazalendo inataka kwenda kuyasukuma ndani ya bunge. Na haya ndio mambo ambayo yamenisukuma nirudi kwenu, ndugu zangu. Nirudi kwenu, wazee wangu, mama zangu, wadogo zangu, kaka zangu, kuhakikisha kwamba tunarejea bungeni. Mpo tayari kuungana nami turejee bungeni? Wangapi wanasema wako tayari kuungana nami kurejea bungeni? Tutakwenda sambamba. Mimi sitaki mambo ya kusema nenda mbele tuko nyuma yako. Unafanya nini nyuma yangu? Tuwe pamoja, si ndio? Wanaosema tutakuwa pamoja kurejea bungeni kwa ajili ya kutatua mambo niliyozungumza, wanyoshe mikono juu niwaone. ACT Wazalendo, taifa la wote, taifa la wote, Kigoma ya wote, Bangwe ya wote. Nawashukuruni sana, asanteni sana, Mungu awabariki.